Jambo ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa hii ya habari ambapo tunaendelea kutoshea habari mbalimbali toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika taarifa hii ya habari mtajua mengi yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2026. Wakazi wa eneo la Bukumbirwa katika wilaya ya Walikale mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kuonyesha wasiwasi mkubwa kufuatia kuongezeka kwa uwepo na uimarishaji wa nafasi za waasi wa M23 katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, waasi hao wamekuwa wakiongeza nguvu zao kwa kupeleka wapiganaji zaidi pamoja na kuimarisha ngome zao katika maeneo ya karibu ya Bukumbirwa. Hatua hii inazua hofu kubwa miongoni mwa raia wanaoishi katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Wakazi wanasema kuwa hali ya usalama imeanza kuwa ya kutisha huku raia wengi wakihofia kuzuka kwa mapigano mapya kati ya waasi hao na vikosi vya serikali au na makundi ya wazalendo. Baadhi ya raia wameanza kuhama makazi yao wakikimbilia maeneo yanayoaminika kuwa salama zaidi. Eneo la Walikale lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na rasilimali zake za madini na nafasi yake ya kijiografia inayounganisha maeneo mbalimbali Kivu Kaskazini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuimarika kwa M23 katika eneo hili kunaweza kubadilisha mizani ya nguvu na kuongeza hatari ya kuenea kwa mapigano maeneo zote hizo. Aidha, taarifa zinaonyesha kuwa harakati za waasi hao zimekuwa zikiongezeka katika wiki za hivi karibuni, hali inayozua hofu ya kurejea kwa machafuko makubwa kama yaliyoshuhudiwa hapo awali katika maeneo ya Kivu nzima. Kwa upande mwingine, wakazi wa Bukumbirwa wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati haraka ili kuimarisha usalama na kulinda maisha ya raia. Wanasema kuwa wanahitaji uwepo wa jeshi na ulinzi wa kudumu ili kuzuia hali hiyo isigeuke kuwa janga la kibinadamu. Mashirika ya kiraia nayo yameonya kuhusu uwezekano wa ongezeko la wakimbizi wa ndani endapo hali ya usalama haitadhibitiwa mapema. Wameitaka jamii ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali hiyo na kutoa msaada wa haraka kwa wananchi wanaoathirika. Hadi kufikia sasa, mamlaka za serikali hazijatoa tamko rasmi kuhusu hatua zinazochukuliwa kukabiliana na hali hiyo. Hata hivyo, macho ya wengi yameelekezwa kuona iwapo kutakuwa na operations za kijeshi au juhudi za kidiplomasia zitakazosaidia kupunguza mvutano huo. Kwa ujumla, kuimarika kwa nafasi za M23 katika eneo la Bukumbirwa Walikale kunazidi kuongeza hali ya taharuki miongoni mwa wananchi. Hofu ya mapigano mapya inaendelea kutanda huku matumaini ya amani yakitegemea hatua za haraka zitakazochukuliwa na mamlaka husika. Mashambulizi ya waasi wa ADF imeendelea kushuhudiwa katika mimili ya barabara ya Kisangani, hasa katika eneo linalounganisha Bapere hadi RFO, njia inayosadikiwa kuelekea Walese Karo, eneo linalotajwa kuwa ni ngome kuu ya kiongozi wa kundi hilo Musa Baluku. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na taarifa za kiusalama, mashambulizi haya yameongezeka katika siku za hivi karibuni, yakilenga vijiji na wasafiri wanaotumia barabara hiyo muhimu. Wakazi wa maeneo hayo wameeleza kuwa wanakabiliwa na hofu kubwa, huku wengi wakilazimika kukimbia makazi yao ili kujinusuru na mashambulizi ya mara kwa mara. Eneo la Bapere hadi RFO lina umuhimu wa kimkakati kwani ni njia inayounganisha maeneo kadhaa ya kaskazini mwa jimbo la Ituri na kuelekea Walese Karo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kudhibiti mimili huu kunawapa waasi wa ADF uwezo wa kusambaza wapiganaji wao silaha pamoja na kudhibiti mienendo ya raia.
Walese Karo inayotajwa kuwa mmoja ya ngome kuu ya kundi hilo la ADF imekuwa ikihusishwa na shughuli za kijeshi za kundi hilo kwa muda mrefu. Inaaminika kuwa hapa ndipo kiongozi wao Musa Baluku anapopanga mikakati ya mashambulizi dhidi ya raia na hata vikosi vya serikali. Mashambulizi haya mapya yameongeza presha kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vinaendelea na operation za kuwatafuta waasi hao katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Hata hivyo, changamoto ya miundombinu duni ya barabara pamoja na misitu minene imekuwa ikiwapa waasi faida ya kujificha na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Aidha, mashambulizi haya yameathiri kiasi kikubwa maisha ya kila siku ya wakazi. Shughuli za biashara zimesimama katika baadhi ya maeneo, huku usafiri ukiwa hatarini. Mashirika ya misaada ya kibinadamu pia imeonya kuhusu hali mbaya ya kibinadamu inayoweza kuzuka iwapo hali ya usalama haitadhibitiwa kwa haraka. Serikali imeendelea kuhakikishia wananchi kuwa juhudi zinafanyika kurejesha usalama katika maeneo yanayoathiriwa. Hata hivyo, wananchi wanatoa wito wa kuimarishwa kwa operesheni za kijeshi pamoja na ulinzi wa karibu kwa raia ili kuzuia mauaji na utekaji unaofanywa na waasi hao. Kwa ujumla, hali ya usalama katika mimili ya Kisangani hasa kati ya Bapere na RFO kuelekea Walese Karo inaendelea kuwa mbaya kabisa. Mashambulizi ya waasi wa ADF yameonyesha kuwa kundi hilo bado lina uwezo wa kufanya operation zake licha ya juhudi za kijeshi zinazoendelea dhidi yao. Wananchi wanaendelea kuishi kwa hofu wakitumaini kuwa hatua madhubuti zitachukuliwa ili kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo. Aliyekuwa makamu wa rais wa Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bahati Lukwebo, amezungumzia kwa kina sababu zilizopelekea kujiuzulu kwake kutoka wadhifa huo muhimu wa kisiasa. Akizungumza baada ya uamuzi wake huo, Bahati Lukwebo alieleza kuwa alichukua hatua ya kujiuzulu kwa hiari yake mwenyewe, akisema hakutaka kuingia katika mvutano au mgongano wa kisiasa na wenzake ndani ya Seneti. Kwa mujibu wa kauli yake, aliona kuwa hali iliyokuwa ikiendelea haikuwa na manufaa yoyote kwa mustakabali wake wa kisiasa wala kwa utendaji wa taasisi hiyo. Nilijisemea kuwa haina maana kuanzisha mvutano na wenzangu, alisema Lukwebo, akisitiza kuwa uamuzi wake ulitokana na busara na nia ya kulinda mshikamano ndani ya taasisi ya Seneti. Hatua hiyo ya kujiuzulu imekuja katika kipindi ambacho kumekuwa na mvutano wa kisiasa ndani ya taasisi mbalimbali za serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayochochewa na tofauti za kisiasa miongoni mwa viongozi wa juu. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaamini kuwa shinikizo kutoka kwa baadhi ya makundi ya kisiasa huenda ilichangia uamuzi huo, ingawa Lukwebo mwenyewe hakutaja wazi iwapo alishinikizwa. Bahati Lukwebo ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini humo, ikiwa pia kiongozi wa chama cha siasa na aliyewahi kushika nyadhifa mbalimbali serikalini. Kujiuzulu kwake kunatazamwa kama hatua yenye athari katika mizani ya nguvu ndani ya Seneti, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kisiasa na kiusalama. Baadhi ya wabunge na wadau wa kisiasa wamepokea uamuzi huo kwa hisia tofauti. Wapo wanaoona kama uamuzi wa hekima unaolenga kuepusha mgawanyiko, huku wengine wakisema ni ishara ya presha kubwa iliyopo ndani ya taasisi ya dola. Kwa upande mwingine, raia wameendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakitarajia kuona kama mabadiliko haya yataleta utulivu au kuongeza mivutano zaidi katika uongozi wa taifa. Hadi kufikia sasa, bado haijabainika nani atakayechukua nafasi ya makamu wa rais wa Seneti iliyokuwa ikishikiliwa na Bahati Lukwebo. Mchakato wa kumpata mrithi wake unatarajiwa kufanyika kwa mujibu wa taratibu za kikatiba na kanuni za chombo hicho.
Kwa ujumla, kujiuzulu kwa Bahati Lukwebo kunafungua kurasa mpya katika siasa za ndani ya Seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku macho ya wengi yakielekezwa kuona hatua zitakazofuata na athari zake kwa utulivu wa siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kusikiliza habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Basi acha nikuunge na audio ya uchambuzi wa mambo au kidiplomasia unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu. Vous qui pensez résoudre les problèmes de la RDC par des armes, ce n'est pas une bonne option. Menons la guerre moderne. Écoutez, nous sommes des enfants du pays. Nous avons l'énergie, nous avons des ouvertures, nous avons des initiatives pour le pays. Mais il y a du tribalisme à la tête de notre pays. Qu'est-ce que vous devez faire, vous qui avez de l'argent? Essayez tout simplement de rassembler des différents talents des Congolais, sans armes. Essayez de projeter une image que la nation puisse découvrir que voilà, c'est vraiment, il y a une cohésion. Voilà, regarde les intellectuels Swahili, regarde les intellectuels Luba, regarde les intellectuels Bangala, une nouvelle génération. Regarde une nouvelle génération de Bakongo sont là. Ils sont rassemblés tout autour de, par exemple, de l'excellence Moïse Katumbi dans un pays. Ils sont là. Regarde l'image de la nouvelle RDC. Ils sont en train de travailler sur des projets. C'est ce que nous avons voulu faire avec celui qui nous a tribalisé. Au cours de ça, l'agnon, ce qu'on a ouvertir. Combien de fois j'ai partagé des images, des efforts que j'ai fait avec un passeport ordinaire. C'est quand même des instexels, c'est quand même une allumette. Il suffit seulement que l'État puisse faire ça. Il y en a plein de Congolais qui sont comme ça, qui sont passionnés, ils ont l'amour, ils ont l'énergie de tout donner pour leur pays. Alors, le Joseph Kabila Kabange, si vous êtes derrière les armes, il faut laisser cette option-là. Le monsieur a échoué. Regarde Kinshasa, regarde comme ça. Peut-être vous étiez avec les gens que vous avez accordé votre signature à l'époque. Les gens là, ce sont nos pères des Congolais qui n'ont rien fait. Vous avez acheté des engins des chantiers, ils n'ont rien fait. Vous n'étiez pas le ministre des Travaux publics. Ah, mais c'est Joseph Kabila. Vous n'étiez pas ministre de l'économie. Vous avez confié toutes ces signatures à une mauvaise classe politique qu'on a toujours dénoncée. Et c'est eux qui ont entouré le président Félix Tshisekedi. Nous luttons contre ça. Nous essayons de dire au président que lâche ces gens-là, les Mborso et consorts, les barrages, là, ils sont en train de vous embrouiller, des Vital Kamerhe, nous sommes fatigués. Une personne a été nommée plusieurs fois. Dans ces pays, ils ne nous avancent pas. Les gens Pierre Bemba et consorts. Allez recruter une nouvelle génération. Ça ne sert à rien de qu'on se batte là, on fait la guerre, là, on est en train de s'attribuer pour rien. Regarde les images qu'on partage. J'ai vu un jeune là, un militaire de FRDC là qui est en train de montrer sa nourriture. Vous voyez, tu l'envoies des enfants dans la brousse là-bas, avec toutes ces conditions-là. Le monde a évolué, les gens sont en train d'évoluer. Laissez la guerre, s'il vous plaît. Hein? L'ex-président Joseph Kabila, Excellence Moïse Katumbi, rassembler des jeunes tout autour des idées. Comme je viens de dire, travaillons sur tous les ouvertures. Bozana Mbongo, vous avez l'argent, vous avez la capacité de nous faire déplacer partout pour qu'on travaille. C'est ça. Comment nous allons une nouvelle dispositif de la sécurité pour la ville-province de Kinshasa. On fait ça sur un documentaire avec des sous-siates collés d'une technologie avancée. Et comment nous allons gérer les embouteillages? Je vous ai dit que j'ai des remèdes pour mettre fin aux embouteillages. J'ai fait un tour de la planète pour voir comment des États sont en train de gérer les embouteillages. Ça m'a donné l'idée, ça m'a inspiré à faire quelque chose. Je travaille, je communique avec le monde, je cherche comment, là où il y a les ouvertures. Il y a plein de Congolais qui sont... Même vous avez avec votre statut d'un ancien président de la République, vous avez des entreprises partout dans le monde. Excellence Moïse Katumbi, Excellence Martin Fayulu. Le président Félix Tshisekedi est en train de nous rejeter. Il est en train de rejeter les savoir-faire des Congolais pour s'attacher aux gens qui nous volent. Mais c'est le moment. C'est le moment, il faut mener une guerre moderne, une guerre des idées, sans armes. Travaillons sur des projets réels.
commençons déjà à, comme je viens de dire, à imprimer un Joseph Kabila, un Moïse Katumbi, Excellence Martin Fayulu. Commencer à mettre des cachets RDC, hôtel de ville de Kinshasa, hôtel de ville de Kinshasa, hôtel de ville de Bottes, partout dans des entrepôts dans le monde. On commence à stocker des vêtements de travail, des différents travaux de la jeunesse. Est-ce qu'ils vont rester comme ça pour entendre Tshilombo? La révolution, c'est ça. C'est pacifique, c'est la révolution des idées. Là où Tshilombo a échoué, il est en train d'endormir notre population. Il nous refuse, nous les Étienne, ici, qu'on rejoint l'appareil de l'État pour avancer les idées. Profitez, ramassez tous les désespérés intellectuels. Travaillons, projetons tous ces idées dans tous les domaines, tous les secteurs de la RDC. Pas du faux, mais des prêts signatures, des contrats réels avec les entreprises dans le monde. Ça va séduire. Tout le monde va dire, mais ça, c'est un nouveau Congo. Qu'est-ce qu'on va passer le temps avec Tshilombo? On est en train de nous kidnapper ici. Entre-temps, ce gouvernement nie que ce sont des rumeurs. Mais allons, ça, ce sont des points faibles. Allons, fonçons sur ça. C'est très facile. C'est très facile. Moi, je ne dis pas qu'on vient créer des chaos dans le pays ou quoi. Nous attendons, faisons ça, attendons jusqu'à ce que le mandat finisse, 2028, et poussons, c'est notre pays, allons aux élections pour qu'on puisse gagner, allez, un nouveau président qui va mettre tous ses projets en exécution. Je suis pacifique. Ce n'est pas à dire que j'ai peur de ces gens-là, mais la guerre est memakaelo côté namboka. Guerre est bomakane mboka. Guerre est bien. Coup d'état est zélo comme la montée zone sa mboka si.